Kwa upande wa tahadhari kuhusiana na hayo maradhi ya Ebola, binafsi sijaona hayo mambo. Sema nimeona mtandaoni kwamba ni tahadhari zipi tunaweza kuchukua, lakini watu ambao tunaingia mtandaoni ni wachache kuliko wale ambao wanategemea labda watumishi wa idara ya afya wawafikie na kuwaelimisha. Nadhani wakiwafikia tutachukua tahadhari, kwa sababu sio gonjwa jipya, ni lile lile, ni kutukumbusha tu kama wananchi tukachukua hizo tahadhari ambazo wanazisema, pamoja na kunawa mikono, sio kuepuka msongamano na kadhalika. Ugonjwa wa Ebola umezungumzwa kwamba upo kwa ajili ya tahadhari, na serikali imetahadharisha na rasmi taarifa imeshatoka kwamba tuhamasishe wananchi kwamba kuna nchi jirani tayari hizo dalili zimejitokeza, na kwamba sasa kuna haja ya sisi kama Watanzania na hasa sisi wilaya za mpakani kuchukua tahadhari. Kwa hiyo tumemaliza kikao, tunapokwenda vijijini, madiwani tumekubaliana twende kuhamasisha wananchi ili waepuke mkusanyiko isiyokuwa ya lazima, wahakikishe wananawa mikono, zile tahadhari zote walizofundishwa kuhusiana na kujikinga na ule ugonjwa, na wanapoona dalili ya mtu yeyote ana dalili za ugonjwa huo waharakishe kutoa taarifa kwenye mamlaka zinazohusika na hasa vituo vya afya, ili mgonjwa yule aweze kufanyiwa utaratibu wa kupelekwa kupata matibabu haraka. Kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Karagwe, naomba kutoa taarifa kwa umma juu ya tishio la ugonjwa wa Ebola. Hii ni taarifa na sio kwamba Karagwe tuna ugonjwa. Tunachukua tahadhari. Ndugu wananchi, Wizara ya Afya inapenda kufahamisha umma kuwa mnamo tarehe 15 mwezi huu wa 5 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda zilitokea taarifa za uwepo wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Kutokana na mlipuko huo, Shirika la Afya Duniani limetangaza kuwa ni dharura ya kiafya ya kimataifa. Kama tunavyofahamu, Ebola husababishwa na virusi vinavyoitwa Ebola na huenea kutoka kwa popo na wanyama jamii ya sokwe kwenda kwa binadamu, na kisha kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kwa njia ya kugusa maji ya mwili wa mgonjwa au mwili wa mtu aliyefariki kwa ugonjwa huu au kupitia vifaa vilivyotumiwa na mgonjwa. Dalili za ugonjwa wa Ebola zinajumuisha homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha na dalili nyingine. Hazina tofauti na magonjwa mengine kwa dalili za awali. Baadhi ya wagonjwa wanaweza kuonyesha dalili ya vipele na kutoka damu sehemu za wazi za mwili kama vile macho na pua, masikio, mdomo na njia za haja ndogo na kubwa. Utambuzi na utoaji wa huduma za afya za mapema husaidia kupunguza uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika jamii. Ndugu wananchi, hadi sasa nchi yetu iko salama. Tunaweza tukasema wilaya yetu iko salama na hakuna kisa cha ugonjwa huu nchini. Aidha, kutokana na ukaribu na mwingiliano wa shughuli za kiuchumi uliopo kati ya wilaya yetu na nchi ambazo ugonjwa umepatikana, serikali inaendelea kuimarisha utayari na kuzuia ugonjwa huu kupitia afua mbalimbali. Kwa sisi kama halmashauri tunaendelea kujitayarisha na kutekeleza afua mbalimbali za kupambana na za kuzuia ugonjwa huu usije katika wilaya yetu, ambazo nyingi zinatekelezwa katika vituo vya tiba, lakini naomba tahadhari zifuatazo ziende kwa jamii kwa ujumla. Ili kujikinga na ugonjwa huu, jamii inashauriwa kuchukua tahadhari kwa kuzingatia kanuni za afya, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka, sabuni, lakini kuepuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za Ebola kama vile mate, matapishi, jasho, mkojo, kinyesi cha mgonjwa au mwili wa mtu aliyefariki kwa ugonjwa huu, au vifaa au vitu vilivyotumiwa.
kuepuka kula mizoga ya wanyama, kuwahi kituo cha kutolea huduma za afya endapo utakuwa na dalili za ugonjwa huu. Hapa naomba nisisitize, kama nilivyosema hapo awali, tunaweza tukajikinga kwa kunawa mikono na kuzingatia kanuni za afya, lakini naomba, sisi tuko karibu na Uganda. Kisa kilichotokea kimetokea Kampala. Wananchi wetu wengi wanafanya biashara Karagwe na Kampala. Kwa hiyo ninaomba, kama tutapokea mgeni yeyote ambaye ametokea Kampala, karibuni, au ametokea DRC Congo, Ituri na maeneo yale ambayo yametajwa, lakini yakaonyesha dalili za kuugua, naomba tupate taarifa. Tunaweza tukatoa taarifa kupitia namba 199 kwamba tumempokea mgeni katika familia yetu, ametokea Kampala lakini anaonyesha dalili 1, 2, 3. Tuchukue tahadhari ili tuweze kuepuka ugonjwa huu kuingia kwenye jamii yetu. Serikali inasisitiza kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata kanuni za afya kama inavyoelekezwa na wataalamu.